Niambie shoga yangu. Maana huu wito huu utakuwa una namna. Kuna nini tena leo? Kiukweli mimi nimefika mwisho. Siwezi tena. Wewe umechoka nini? Yaani mimi choka pamoja na kumvumilia madhaifu yake kote. Pamoja na kujifanya mjinga, lakini bado ananisaliti na wanawake wengine huko nje. Ila shoga yangu nikwambie kitu tu. Mimi bwana, muda mrefu nakushauri hivyo, lakini kiufupi, yaani wewe chua, hata hakufai. Mwanaume gani ambaye anakugeuza wewe ni ngoma? Kila siku kukupiga tu, kila siku kukuumiza. Angalia, urembo wako wote unataka kupotea. Chua sio mwanaume. Pambana, toka kwa chua. Yaani kama umeamua kutaka kutoka humu ndani, naomba utoke. Sijui umeelewa? La sivyo atakumaliza. Mimi hata sijui cha kufanya rafiki yangu. Sielewi hata nifanye kitu gani. Yaani hapa nipo njia panda. Maana dada yangu hata nikijaribu kumwambia chochote kuhusu Chua, yeye dada hataki niishi maisha kama yake. Yaani anataka tu mimi hata kama nikufa nifie humu ndani. Kama dada yako anataka ufie humu ndani, mimi sitaki ufie humu ndani. Sikiliza nikwambie. Wewe ni binti nzuri kama nilivyokuambia na bado unalipa. Halafu mbona Chris bado anakuhitaji? Kila siku ngikutana naye. Mina ni rafiki yako, Mina rafiki yako. Unachelewa wapi wewe? Endelea hivyo hivyo, utafia humo ndani kwa kupigwa kila siku. Lakini unajua hii hapa tayari ni ndoa. Mimi sioni kama ni sawa kufanya hivi. Ndoa? Wangapi wana ndoa na wanafanya mambo mengine na wanaachana? Wewe chelewa tu ndugu yangu. Niangalie mimi. Maisha laini, yani nafanya ninachokitaka. Sipigwi, sifenyeje, nakula na shiba, lakini sina mume. Sasa wewe ng'ang'ania hiyo ndoa yako ambayo inakutesa kila siku. Chua mwanaume gani kwanza? Mimi namwangalia tu ule mwanaume wako. Mwanaume kama anaenda mbele anarudi nyuma, haeleweki. Kuwa na Chris babu. Chris bado anakutaka. Bonge la handsome boy. Naomba ufikirie. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila mimi naomba unipe muda kulifikiria hivi. Lakini uko unakoenda shoga yangu ili nifikirie, yani nifikirie chochote kile cha kunisaidia, lakini ndani mimi hapa sasa hivi hapa nionyeshe mkono. Basi sawa shoga yangu, mimi nakuaminia. Fanya hivyo kama nilivyokushauri, mambo utaona naenda hivi. Usijali shoga yangu, basi baadaye. Halo. Babe. Unasemaje? Ukiona mtu apokee simu yako ujue yuko busy, ana mambo mengi ya kufanya. Akiwa free atakupigia. Na kama unaona siwezi kukupokelea simu yako, acha. Hey, babe. Karibu chakula mume wangu. Sijisikii kula, nimeshiba. Hivi kwani wewe unanichukuliaje mimi? Yaani na maana kila siku mumu ndani na kazi ya kumpikia alafu yeye hali. Vipi? Mboga umeweka kwenye friji? Wepi, mboga nilokupa kwenye friji umeweka? Mboga gani? Mimi si nimekupa mboga jikoni uweke kwenye friji.
Na ninakuuliza unaninyanyulia macho yako hapo. Kisa nini? Sijaweka mboga kwenye friji, sijafanya chochote. Nakuuliza vizuri tu, tena kwa ustaarabu. Lakini naona unapandisha macho yako na kunishushia. Yani una shida gani wewe? Una matatizo gani? Matatizo yangu yanayonikumba. Nikikwambia wewe kwa sasa, hiyo furaha uliyoko nayo utaipoteza na utaijutia. Kwa hiyo achana na mimi. Mtoto ana shida gani lakini? Mungu nipe uvumilivu jamani. Nige chakula nini? Usikia? Mwanamke anako busy na simu tu, unisikie? Hivi kwani wewe mimi unanichukuliaje? Wewe ukiniangalia mimi unanichukuliaje labda? Hilo ni swali la kuniuliza? Umekosa maswali unaniuliza sasa vitu vya ajabu ajabu, si ndio? Mimi njaa inaniuma. Nimekwambia niletee chakula nile. Sihitaji kitu kingine zaidi ya chakula. Chakula hakipo, mimi nimeshaga. Unasema? Chakula nimegawa. Kwa sababu mimi nimekuletea chakula mpaka kwenye miguu yako ule. Umenijibu haujisikii kula. Ulitaka nikimwage? Chakula changu mimi unagawa? Inakuingia akili kabisa? Nakuuliza tena vizuri. Wewe. Bafu. Sikiliza nikwambie kitu Chua. Yaani hivyo ulivyonyanyua mkono wako kunipiga leo, iwe mwanzo na mwisho kugusa huu mwili wangu. Wewe hujanioa mimi kwa ajili ya kunipiga. Unaona huu mwili wangu? Mimi jinsi nilivyo. Mimi ni wa thamani sana kwa mwanaume mwenye akili Chua. Mimi najitahidi kufanya kila kitu kwenye hii ndoa. Najitahidi kufanya kila kitu ambacho mwanamke anatakiwa kufanya kwenye ndoa yake. Lakini wewe haujali Chua. Wewe haujawahi kuona umuhimu wangu mimi kwenye hii ndoa. Hivi, unaweza kuniambia ni kitu gani cha muhimu ambacho unanifanyia cha kufanya wewe uninyanyase? Ni kitu gani ambacho kinaonyesha wanaume wako tofauti na kunipiga? Sasa leo iwe mwanzo na mwisho Chua. Bana! Okay, kwa unanyanyasika huko ndani. Si ndio? Na kunyanyasa huko ndani. Nakwambia nilikuwa chakula, unasema ninakunyanyasa. It's fine. Kwa chakula sipate. Iko hivi. Chakula mimi sipiki. Sijui unanielewa Chua? Mimi nimejitahidi kuwa mke bora sana kwenye maisha yako, lakini nimegundua wewe ni mwanamke wa aina gani ambaye unamtaka. Sasa mimi kuanzia leo nitaishi vile ambavyo wewe unataka. Nimekuja wito. Ndio, nimekuita hapa kuja kuambia kuwa na ujauzito wako. Muda gani? Na mwezi mmoja sasa. Mbona nawaza sana? Lakini nilikuwa nimefikiria kuitoa. Kwa nini uitoe? Nahofia kuhusu dada.
usitoe ujauzito wote na usionyeshe dalili yote ambayo dada yako anaweza kujua. Kuna mpango nimefikiria kwa ajili yetu sisi. Unajua Priska, nimekaa na dada yako kwa muda mrefu sana bila kupata mtoto. Kwa hiyo hii thamani leo nipa mimi, leo kinaambia kwamba utoe ujauzito, siwezi nikakuelewa. Kwa sababu katika maisha huwezi kujua mimi kama ndo mtoto wangu wa mwisho. Kwa kwamba chonde, lakini dalili zote usizionyeshe kwa dada yako. Ninachotaka ni kutengenezea mpango kimya ili tujue namna gani tunaishi mimi na wewe. Ila sasa tuitunze hii siri kabla mpango wangu usije kuharibika. Sawa, nimekuelewa. Napenda sana. Napenda pia. Babe, afu kama na mdudu hapo. Tulia sasa. Tulia. Hebu sogea. Bana, mistaki. Kwa fanya hivyo, mchele hapa tayari. Mimi sipika. Nenda jikoni. Unajua kwa hiyo tutanitenga nikipika mimi. Kupika. Basi mimi naweza nikaoloweka hapa afu tukala hivyo hivyo. Sema nikuulize kitu moja. Kabla ya kwenda kupika, nilikuwa naomba tuongee jambo. Mimi nimeonelea Priska arudi nyumbani. Kwa sababu simuoni kama yuko sawa. Yaani umeeleweki vipi? Hali analia tu, amekuwa na hasira. Kwa kweli mimi simuelewi. Ningeomba arudi kwanza nyumbani, atarudi akiwa sawa likizo nyingine. Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi nadhani Priska abaki tu. Kwa sababu unazungumzia kwamba aende huko. Sioni kama ina mashiko. Hivi kama wewe ndugu yake ambaye ndio upo karibu naye, umeshindwa kumweka sawa, unafikiri uko akienda ndo atakuwa sawa? Mimi nadhani tumwache kwanza. Alafu sasa hivi akiondoka, kabla ya likizo ambayo umepanga akae hapa, akafika huko na filmu watanonaje? So unajua mimi na roho mbaya sipendi ndugu zenu. Mimi nadhani tumwache tu aendelee hapa mpaka likizo aishi, basi ataondoka. Sawa, nimekuelewa mwanangu. Basi ngoja nikatoe ile bokoboko afu. Ole. Baadaye kwa siku hizi ndo tunagana hivyo. Nani akupa ruhusa kutoka huko ndani? kumbe lazima nikuombe ruhusa. Hata hivyo mimi siko hapa kwa ajili ya kuomba ruhusa. Nimekupa taarifa tu. Angalia, mpase kushoto. Hivyo twende. Na mpaka nafunga. Sasa kile chance unashinda kufunga wewe bwana. Sawa. Twende hapa, gusa hapo kushoto. Rudi kulia. Yaani unapotoa pasi kulia unaenda kushoto. Hiyo. Sio kile chance. Unatani vipi hivyo basi naye? Unanitingisha sasa. Nitakuacha ucheze mwenyewe. Cheza mwenyewe tu. Basi. Yaani kabishi. Twende hapa, gusa hapo. Sio goli. Shem, nakuomba mara moja. Nenda, uenda nakwambia na shida gani? Unaumiza kidogo wachukia, sura wabadilisha unageuka chita, makocha na parua waniacha naumia. Upweke
mwiba ndani ana siri haijatulia. Kipi naweza fanya akili yako ikatulia?